Katika ziara yangu nilipata taarifa kwamba kuna mradi una miaka 16. Ni eneo very strategic kwa ajili ya biashara. Na Watanzania wengi wako pale kwa ajili ya biashara, lakini jengo halikamiliki. Na ndio nikaona kwamba ni mahali sahihi kuja kuona kuna nini. Na mimi nimeona ni waahidi tu wananchi ambao wamezunguka maeneo haya kwamba tutaweka bidii kuhakikisha kwamba tunampata mkandarasi, tuone ni mambo gani anatakiwa kuwajibika na mambo gani tunatakiwa sisi kuwajibika kama serikali. Vinginevyo tutatafuta mkandarasi ambaye tutaamini akipewa sasa hii kazi atafanya vizuri. Kuna changamoto upande wa usimamizi wa halmashauri na kuna changamoto ya wakandarasi tunawatafuta. Maana mkandarasi wa kwanza ashindwe, mkandarasi wa pili ashindwe, mkandarasi wa tatu ashindwe. Huwezi kuwalaumu tu wakandarasi sasa, lazima walaumu na haya halmashauri wenyewe. Au sio? Lakini mbaya zaidi ofisini kwangu sijapata taarifa yote kuhusiana na hii habari. Maana wakati mwingine halmashauri mnaposhindwa tuleteni taarifa ofisi ya mkuu wa mkoa tuweze kuchukua hatua. Na wakati sisi tunafika mwaka 23 tulikuta mkandarasi huyu ambaye sasa halmashauri imeonyesha kutokuwa na nia kufanya naye kazi akiwa na suasua. Kamati ya usalama chini ya mheshimiwa mkuu wa wilaya tulimuita mkandarasi huu mwezi Mei, tukazungumza naye na tukamtaka kurudi site mara moja kwa ajili ya kuendelea na ujenzi. Aliahidi kufanya hivyo na akaja akaleta vifaa hapa, lakini akakaa kwa muda mwezi mmoja tu. Baada ya hapo akapotea na tuliendelea kufanya juhudi kumtafuta katika eneo letu la Kigoma, hakuwepo, alikuwa yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo wakati tunaendelea kufanya mawasiliano na halmashauri mwezi wa 12 kamati ya usalama ilifanya ziara kwenye eneo hili na tukapata ushauri kutoka kwa watu wa halmashauri kwamba kwa kuwa muda wake sasa umekwisha, umebaki ilikuwa kama siku kadhaa kufikia Januari tarehe 3, ni vema tukaachana naye ili baada ya hapo tuvunje mkataba na tuweze kurudisha gharama ambazo tulikuwa tumeziweka zile kama garanta, lakini pia advance payment ya shilingi milioni 200 ambayo tumeilipa ziweze kurudishwa ili tuweze kutafuta mkandarasi mwingine. Mkataba wa mkandarasi Gopa umeisha muda wake toka tarehe 3 Januari 2026 na halmashauri haina mpango wa kuendelea kufanya naye kazi kutokana na mwenendo wake wa uvunjifu wa makubaliano ya kimkataba. Kwa kuwa mkataba umekwisha, halmashauri itachukua hatua za kisheria na kimkataba ikiwemo kudai dhamana ya utekelezaji wa mkataba performance bank guarantee yenye thamani ya shilingi milioni 170,840 pamoja na kudai kurejeshwa kwa malipo ya awali advance payment ya kiasi cha shilingi milioni 229 yaliyolipwa kwa mkandarasi. Vile vile halmashauri itaendelea kudai fidia hususa na fidia ya hasara zilizokubaliwa kimkataba liquidated damage kwa mujibu wa masharti ya mkataba, ambapo barua rasmi ya notice of raise liquidated damage inayopaswa kumfikia mkandarasi mjenzi contractor